Karibu tena mpenzi mtazamaji, na leo hii tumemtembelea Bishop Israel ambaye amekuwa akizungumza na kutoa maoni na kupeana pia tahadhari katika uongozi hapa katika taifa letu la Kenya. Na leo hii tunazungumzia masuala ya Sifuna ambaye inaonekana nyota yake imeng'aa na mambo ni mengi katika taifa hili la Kenya. Wacha tumpe nafasi labda atuambie namna gani ni yeye pia aswa Mungu amemuonyesha. Karibu sana Bishop. Asante sana, karibuni mahali hapa na wewe ambao unanitazama kwa mara ya kwanza. Nimekuwa kutoa utabiri kuhusu nchi ya Kenya na pia katika uongozi wa Kenya na vile ambavyo Mungu amekuwa akinenea kuhusu nchi ya Kenya na uchaguzi ambao uko kwa sasa. Na saizi kuna mambo ambayo yamekuwa yakitokea sana katika nchi ya Kenya, na labda nataka niwaambie ni nini kinachoendelea, kwa sababu neno la Mungu nasema kwamba Mungu hataruhusu mambo yafanyike kabla haja ambia wana manabii wake waweze kutahadharisha watu na kuambia vile ambavyo Mungu anasema. Tunapoangalia sasa, hii ni kipindi ambacho wanasiasa wameingia katika hali ya kujiandaa kupiga kampeni zao kwa sababu ya uchaguzi ujao. Na tumeona kwa sasa kuna mtu mmoja ambayo leo nataka kuzungumzia na ni vizuri kwamba uweze kutiga sikio lako kuhusu mtu anayezungumzia sasa, na si mtu mwingine ila ni mtu anaitwa Sifuna. Sifuna, jambo la kwanza, Sifuna ambaye ni mtu ambaye hakuwa na jina, hakuwa na usemi wowote. Yeye alikuwa tu Secretary General wa mtu anaitwa Raila Odinga katika chama cha ODM. Na kuna wakati ambapo nilitabiri nikasema kwamba Sifuna atakuja kuinuka sana na atapata kuwa uungwaji mkono na kabila zote katika nchi ya Kenya, na ni mtu atakuja kupata kibali katika makabila yote katika nchi ya Kenya. Na nikawaambia kwamba nyota ya uongozi Mungu ameiweka ndani yake. Mungu ameweka nyota ya uongozi ndani yake, na nikawaambia katika kiti cha president Sifuna atakuja kuketi katika kile kiti cha urais katika nchi ya Kenya. Na watu wanauliza ni wakati gani, lakini mimi nitawaambia wakati gani, lakini mark my words kwamba Sifuna atakuja kuwa president katika nchi hii ya Kenya. Muda wenyewe nitawaambia hivi karibuni, lakini nataka tu niwaambie kinachoendelea. Na mimi huwa nasema wakati kile ambacho Mungu ameniambia niseme, hicho ndicho huwa nasema. Napoangalia kwamba kuinuka kwa Sifuna kumewatisha watu wengi sana, na kumewatia tumbo joto vibabe wengi sana wa uongozi, kuanzia hata kwa mtawala wetu wa nchi. Pia ameweza kuingiwa na wasiwasi sana kuinuka kwa Sifuna. Mbona Sifuna inuke tu mara moja hivi na kuwa popote anapoenda anashangiliwa, popote anapoenda anapata kibali? Na nikawaambia kwamba mtu kibali cha Mungu kikiwa juu yako utakubalika popote uendapo. Na mimi nawaambia saizi hakuna mahali Sifuna ataenda akose uungwaji mkono na akose kupendwa, kwa sababu wakati huu neema ya Mungu iko juu yake, neema ya utawala imeanza kuangaza juu yake. Na kuna watu wengine ambapo labda wamekuwa kiongea na kusema mambo yao, Sifuna hana pesa, Sifuna huyu ni mtu ambaye ni gamu, ni mtu ambaye ni mgumu. Kuna kitu nataka niwaambie hivi: mtu anapoteuliwa na Mungu hahitaji kuwa na pesa. Mtu anapochaguliwa na Mungu, kile anahitaji ni kibali peke yake. Tunapoangalia kama mtu anaitwa Daudi alipo wekwa mafuta na Mungu, Daudi hakuwa na chochote. Daudi hata mavazi ambayo alikuwa amevalia alikuwa mavazi ya ngozi. Daudi alikuwa katika hali ya kuchunga tu kondoo kule mwituni. Hakuna mtu yote aliyefahamu katika kuhusu Daudi. Daudi hakuwa na utajiri wowote, lakini wakati neema ya Mungu ilimwangazia mtu anaitwa Daudi, kibali cha Mungu iko juu yake na akaja akawa mtawala katika nchi ya Israeli. Kwa hivyo nataka mlinganisha sana hadithi ya Daudi na mtu anaitwa Edwin Sifuna. Edwin Sifuna huendekawa hata hakuna mtu anajua baba yake ama hakuna mtu anajua mama yake, lakini amekuja tu kuinuka kwa sababu mwangaza umeangaza juu yake. Jua la neema limeangaza juu yake.
na amepata kibali katika Kenya hii yote. Popote anapoenda wanaimba wimbo wa Sifuna. Unapoenda mahali kata mtoto anakuambia mimi ndio Sifuna. Utaona kwamba sehemu zote ametembea, na kuna watu walisema Sifuna alizifika wapi? Sifuna ameenda Thika, watu wakasema mimi ndio Sifuna. Sifuna alienda Machakos, watu wakasema mimi ndio Sifuna. Sifuna ameenda sehemu nyingi, ameenda Kitengela, watu wakamshangilia. Ameenda sehemu za Narok, ameenda Mombasa, ameenda Kisii, na sasa tunaona kwamba anataka kupanga kwenda sehemu za za kule kunaitwa Bungoma, na mkutano ule wa Bungoma nataka muangalie kwamba utakuwa ni mkutano ambao utavunja historia, utakuwa ni mkutano mkubwa sana ambao wengi wao ambao hawakutarajia kutakuwepo na mkutano kama ule, kwa sababu kumekuwa na vigogo wengi sana, watu kama wakina Musikari Kombo huko mbeleni, watu wengine ambao walikuwa wameinuka sana, wakina Wamalwa kijana. Kumekuwa na watu kama anayeitwa huyu jamaa huyu ambaye spika wa bunge Wetangula, kumekuwa na Mudavadi, na nadhani kama kuna mtu yeyote kati ya watu wamepata kibali kama vile ambavyo Sifuna amepata kibali kwa sasa. Na Sifuna atakapotoka hapo, najua hata Sifuna akienda Meru atashangiliwa. Sifuna hata akienda sehemu ya ya Nyeri atashangiliwa. Na jambo la kwanza, Sifuna si mkabila. Sifuna si mtu ambaye anajipigia upato peke yake. Na kwa siasa kuna watu ambao wengi sana ambao wana ukabila hata kujipigia kipato. Na mimi sitaki kulenga mwanasiasa yeyote. Lakini hata hata juzi kuna mwanasiasa mwingine ambaye ameongea akasema sitaki linda mwananchi katika sehemu ya kwangu. Sasa ni kumaanisha kwamba kuna watu ambao pia wangekuwa katika utawala wangekuwa wabaya sana hata kushinda Ruto. Lakini kuna mtu sasa nataka mumuangalie. Na ni mtu ambaye sasa ningetenda habari hii inaposema iweze kumfikia popote alipo. Kwa sababu nasema kwamba Mungu hutumia manabii wake kuonya watu. Sifuna, kuna watu ambao wanapanga kumtoa uhai. Kuna watu ambao wanapanga kumeliminate. Na kuna kikosi maalum ambacho kimeundwa, na sitawaambia kimeundwa nani. Tumieni akili zenu, mawazo yenu kujua kwamba mtu Yesu alipozaliwa Lazaro alimuinda. Lazaro alipomuinda, basi alipoona nyota yake na akatumana watu kwenda kumtafuta si Lazaro, Yesu alipoinuliwa mfalme Herode, haikuwa Lazaro, mfalme Herode alianza kumuinda. Na kwa sasa mimi sitaji mtu yote ambaye anamuinda, lakini saizi Sifuna ameanza kuindwa na watu. Kuna kikosi maalum ambacho kimeteuliwa kwamba tu kuweza hata kumpiga, hata kama ni kupiga yeye risasi, kwa sababu amekuwa tisho sana kwa vigogo wa siasa katika nchi ya Kenya, na ni mtu ambaye ameleta wasiwasi mkubwa sana. Kuinuka kwake kumeleta wasiwasi mkubwa sana kwa watawala katika nchi hii ya Kenya, na kuna kikosi maalum ambapo kimeundwa kwa sababu ya kumeliminate. Kwa hivyo naomba kwamba huu ujumbe umfikie kwamba mahali alipo ni vizuri kwamba angalie marafiki anaotembea nao ni watu wagani, na mahali alipo nafikiri si vizuri atembee peke yake, si vizuri atembee na mtu yoyote. Ni vizuri kwamba pia ulinzi wake uweze kuimarishwa, kwa sababu wanaomuinda saizi ni watu wengi sana. Na nilipokuwa katika maombi, kuna watu ambao niliweza kuwaona, mimi siwataji majina, lakini labda nitasema ni wametoka katika mrengo upi, kwa sababu nimeona kuna watu ambao wametoka Western Province. Kuna wanasiasa watatu ambao pia wanataka ambao wako katika huo mpango, na wale ambao wanataka kumuondoa. Kuna wanasiasa watatu katika sehemu ya Western Province, wale ambao wamekuwa kinyume sana cha mtu ambaye anaitwa Sifuna kuinuka katika Western Province. Kuna wengine ambao wanataka kujulikana kama vigogo, lakini unakuta kwa sasa sauti zao zimedidimia. Hao ndio baadhi ya wanasiasa ambao wako katika ule mpango wa kuweza kumeliminate Sifuna. Na pia kuna wengine watatu ambao wako katika mrengo wa Linda Ground,
na mimi sijataja mtu, lakini mimi nasema wale watu ambao wako, kuna wanasiasa watatu wako katika mlengo wa Linda Ground, ambao pia ni wale ambao wako katika huo mpango huo wa kumeliminate Sifuna, na kuna mwanasiasa mmoja pia kutoka Kisii County. Kwa hivyo mimi sitaji mtu yeyote kwa sababu pia ya security. Mimi sina lawyer wangu ni Yesu Kristo, na ndio sababu kwamba mimi sitaji mtu yeyote, lakini nimesema kwamba Sifuna mahali alipo ni vizuri kwamba ajihadhari, na tuweze kumuombea Sifuna sana mahali palipo. Wale watu ambao mna macho ya roho, muweze kumuondoa Sifuna, kwamba Mungu aweze kumulinda na haya mabaya yote ambayo yamepangwa juu yake yasiweze kutimia, kwa sababu kuna maovu yamepangwa kinyume na mtu anaitwa Sifuna, kwa sababu ya nyota ya uongozi ambayo inaangaza ndani yake. Na tunaelewa kwamba ile nyota ya uongozi imewastua watu wengi sana. Kuna watu halali usingizi kwa sababu ya Sifuna. Kuna watu saizi unakuta kwamba yule mtu hata kiamuka leo anaongea Sifuna. Yule mtu akilala analala kwa sababu ya Sifuna. Nafikiri jambo la Sifuna kuinuka limematia wanasiasa, imetia wasiwasi vigogo wa siasa katika nchi hii ya Kenya, na ni vizuri kwamba Sifuna ujumbe huu kufikia. Ni vizuri kwamba uweze kuwa macho, ujue kwamba ni wengi wanaokuiga sasa. Sasa maisha yako hatarini. Ni vizuri kwamba nawe pia ukuwe mwangalifu, na pia watumishi wa Mungu popote mlipo, ni vizuri kwamba kama wewe ni mtu mzalendo, mtu hauna kabila ndani yako, muombe Sifuna. Tumuombe Sifuna, wa Kenya wote tumuombe Sifuna, Mungu ameweze kumuhifadhi kwa sababu ya uongozi wa kesho, kwa sababu uongozi huu ambao haupo, hautaki kuona mtu yote ambaye ni mzalendo. Hutaki kuona mtu yote ambaye yuko pale kwa sababu ya kupigania mwananchi. Wengi ambao wanaingia katika uongozi wanapigania tumbo zao peke yake. Wengi wanaingia katika uongozi wanaingia tu pale kwa sababu ya faida zao wenyewe. Hakuna mtu aliye mzalendo. Na kwa wakati huu Sifuna ameteuliwa kwa sababu ya kupigania Wakenya, kwa sababu pia ya kuleta demokrasi katika nchi ya Kenya hii, kwa sababu pia ya kupigana na ufisadi katika nchi ya Kenya. Na tunaangalia namba kubwa, 80% ya viongozi hapa nchini Kenya ni wafisadi. Ni watu wanataka kukaa mahali pale kwa sababu ya kuiba, na ni watu ambao wanataka yule mtu ambaye ni mfisadi aingie mahali pale wafaidike kupita kwake. So hili jambo ambalo linawatia wasiwasi sana, kuona mtu anaitwa Sifuna anainuka na kuinuka zaidi, na wanaona hatari ya kuinuka kwake.